Wahudumu wa afya katika kaunti ya Trans Nzoia wameonya wakazi wa kaunti hiyo dhidi ya kutumia dawa bila maagizo ya daktari kutokana na athari za dawa kwa figo, huku wakiwataka wahudumu kufika katika hospitali mbalimbali kubaini hali zao za figo, na ikiwa watapatikana matatizo basi waelekezwe na daktari jinsi watakavyotumia dawa husika, kama anavyotuhabarisha sasa mwanahabari wetu kutoka maeneo hayo Mike Sifuna Musikoyo. Mtaalamu wa matatizo ya figo Mitati Ambrose anakariri kuwa mtindo wa kazi kununua na kutumia dawa kila wanapohisi maumivu na changamoto zingine bila maagizo ya daktari yamechangia matatizo ya figo kwa baadhi yao, na hivyo kuwataka kuwa makini na kuzingatia umuhimu wa afya. Kidney injury that can proceed to maybe end stage, and this usually happens when you have like dehydration. Then we have things like there are infections that can cause kidney injury. We also have conditions like hypertension. We also have medicines that can cause kidney injury. Let's say like these NSAIDs that people usually buy over the counter. When you buy them and you use them over a long period of time, they have an effect on your kidney. Kulingana na Daktari Mitati, upungufu wa mkojo na uvimbe kwenye miguu na uso ni miongoni mwa ishara za matatizo ya figo, na hivyo kuwataka wakazi kujitokeza mara kwa mara katika vituo vya afya ili kubaini hali zao na kuanza matibabu mapema. You might find that you have a reduction in urine production. So some of the people can even have no urine production, what we call anuria, and at that point it's usually advanced. As it progresses that way, if someone doesn't notice that, then you will have issues with swelling of the lower limbs. Watu wengi wanaumia kidney, na kidney ni mbaya. Inapopiga hodi usipo tafuta njia ya matibabu, ni ugonjwa ambayo inakumaliza kwa muda mfupi sana. Ameyasema haya kwenye kikao na baadhi ya wagonjwa matatizo ya figo, akiwemo Irene Wanjiru Masharia aliyegunduliwa kuwa na tatizo la figo mwaka 2020, na jinsi safari yake ya kutibiwa imesababishwa kulazwa kwake mara kadhaa kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi. Nilianza 2020, hiyo 2020 nikae kwa ICU. After saa kuweko ICU nimekuwa tu nikiendelea hivyo, ilikuwa ni pressure na sukari. Sasa after kuwekwa nimekuwa tu nikiendelea on off. Sasa nimekuwa nikiendelea from 2020 hivyo imekuwa ikiendelea. Sasa ikarudi ikapona. Sasa last year ndio sasa ikarudi. Mwezi wa 7 nikawekwa Kiminini Cottage. Sikuwa naweza hata kufanya kazi yangu. Sikuwa naweza kutembea, hata kutembea ilikuwa nishinda. Kila wakati mwili umefura. Sasa ilikuwa ni vigumu kufanya kazi zangu za kawaida. Hata hivyo wameelezea matumaini kutokana na matibabu wanayopokea kufuatia mabadiliko wanayoshuhudia kiafya, na sasa wana uwezo wa kufanya shughuli kiasi mbalimbali za kusukuma gurudumu la maisha. Ugonjwa huu una changamoto nyingi, lakini ukifuata taratibu za kutibu, za kumanage ugonjwa huu, utaona ya kwamba unasikia nafuu. Jinsi nilivyo, naweza simama, naweza tembea, naweza fanya kazi kidogo sana. It is a very big change from where I started. Mike Musikoyo, West TV kutoka mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia.